Kabla yote ni muhtasari wa habari za ulimwengu na wasilishwa kwako kulia kwangu hapa studioni na mwenzangu Halima Nyanza. Halima, karibu. Asante Skola. Watu 4 wamekufa baada ya mtu mwenye silaha kushambulia watu waliokuwa kanisani katika jimbo la Michigan nchini Marekani. Polisi wa eneo hilo wamearifu kuwa mshambuliaji huyo aliendesha gari mpaka katika mlango wa mbele wa kanisa la Mormon na kuwashambulia kwa risasi watu takriban 10. Taarifa zinasema kuwa mamia ya watu walikuwa ndani ya kanisa hilo ambalo liliwaka moto baada ya kugongwa na gari hilo. William Renier ni kamanda wa polisi katika eneo hilo. Maafisa ambao wamepata mafunzo kwa haraka walielekea katika eneo la tukio ambako walikutana na mtuhumiwa na kuanza kujibishana kwa risasi na mshambuliaji. Wakamdhibiti mtuhumiwa huyo ambaye kwa sasa amefariki dunia. Hatunaye tena. Kama nilivyosema, alikuwa mwanaume mwenye umri wa miaka 40 kutoka Barton. Wakati wa tukio hilo pia kulitokea moto na tunaamini kuwa ulianzishwa kwa makusudi na mtuhumiwa. Chama tawala nchini Moldova ambacho kinaunga mkono Umoja wa Ulaya kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi uliofanyika jana na kuendelea kushikilia wingi wa viti bungeni. Uchaguzi huo wa jana ulijawa na tuhuma kutokana na madai ya kuingiliwa na Urusi. Chama hicho tawala cha PAS kilipata takriban 47% ya kura zilizopigwa, huku muungano wa Kizalendo unaoungwa mkono na Urusi ukishika nafasi ya pili kwa 25%. Ushindi huo unakifanya chama hicho kuendelea na juhudi zake za kujiunga na Umoja wa Ulaya bila kutegemea washirika wa muungano. Maafisa nchini Namibia wamepeleka mamia wanajeshi kupambana na moto wa nyika ulioharibu karibu theluthi moja ya mbuga maarufu ya wanyama ya Etosha. Taarifa zaidi na Esther Luambano. Mbuga hiyo ni moja ya kivutio kikubwa cha utalii katika nchi za kusini mwa Afrika na inayojulikana zaidi kutokana na kuwa na bwawa kubwa la maji ya chumvi ambalo linaonekana pia kutokea angani. Wizara inayoshughulikia mazingira nchini Namibia imesema moto huo wa nyika ulioanza Septemba 22 umesababisha uharibifu mkubwa wa mazingira na kuzua wasiwasi juu ya sekta ya wanyamapori na utalii katika mbuga hiyo. Mbuga hiyo iliyoko kaskazini mwa Namibia kwenye maeneo mengi ya jangwa ni makazi ya wanyama wengi, hususan kifaru mweusi aliye hatarini kutoweka duniani pamoja na aina mbalimbali za ndege na wadudu. Na Rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kufanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Rais huyu wa Marekani ameonyesha matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya kumaliza vita Gaza. Lakini hata hivyo, msemaji wa Hamas Walid Kilani ameiambia BBC kwamba mapendekezo hayo yalikuwa na lengo la kupotosha ulimwengu juu ya mauaji yanayoendelea Gaza. Hii ni BBC. Ni mwenzangu huyo Halima Nyanza katika studio zetu Dar es Salaam amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio ya shirika. Nchini DRC tusikilize kupitia redio Muungano Beni, nchini Tanzania Bomba FM, CGFM na redio Kwizera, Uganda redio Kitara na redio Paidha, Kenya Nyota FM, Pamoja FM na Mwenedu FM na internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Watu 4 wamefariki dunia baada ya tukio la shambulio la risasi na moto kutokea katika kanisa la Mormon katika jimbo la Michigan nchini Marekani. Polisi wanasema moto ulioteketeza sehemu kubwa ya kanisa hilo umeweza kudhibitiwa, lakini uharibifu wake umezuia juhudi za uokoaji kuendelea kwa haraka. Idadi kamili ya walioathirika na tukio hilo bado haijafahamika. Zaidi na Martha Saranga. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa tamko kulani shambulio hilo na kulitaja kama tukio la kutisha, huku akitoa pole kwa familia za waathirika. Akiandika kupitia mtandao wa kijamii, Rais Trump amesema kuwa tukio hili linaonekana kuwa mojawapo ya mashambulizi mengine yaliyolenga Wakristo nchini Marekani. Kwa upande wake, mkuu wa FBI anayesimamia uchunguzi wa mkasa huo, Ruben Coleman, amelitaja shambulio hilo kuwa ni kitendo kilicholenga kusababisha vurugu, akithibitisha kuwa FBI sasa inaongoza uchunguzi. Vikosi maalum vya kukabiliana na hali ya dharura SWAT, wataalamu wa mabomu pamoja na washauri wengine wa idara ya usalama wamepiga kambi katika eneo la tukio. Polisi wamemtaja mshukiwa kuwa ni Thomas Jacob Stanford, ambaye aliuawa baada ya majibizano ya risasi na maafisa usalama kwenye maegesho ya kanisa hilo. Mamlaka zinasema bado haijafahamika wazi nia hasa ya mshambuliaji huyo. Katika tukio hilo, polisi wamewapongeza waumini wa kanisa hilo kwa ushujaa wao, hasa kwa kuwakinga watoto waliokuwepo ndani ya kanisa na
kuwapeleka mahali salama. Maafisa ambao wamepata mafunzo kwa haraka walielekea katika eneo la tukio ambalo walikutana mtuhumiwa na kuanza kujibishana kwa risasi na mshambuliaji. Wakamdhibiti mtuhumiwa huyo ambaye kwa sasa amefariki, hatunaye tena. Kama nilivyosema, alikuwa mwanaume mwenye umri wa miaka 40 kutoka Barton. Wakati wa tukio hilo pia kulitokea moto na tunaamini kuwa ulianzishwa kwa makusudi na mtuhumiwa. Kamishna wa polisi William Rainier amesema kuwa vikosi vya kwanza kufika eneo la tukio vimeendelea na uokoaji na kulikagua kanisa lote kuangazia uharibifu mkubwa uliosababishwa na moto. Amesema kuwa bado haijafahamika idadi kamili ya watu ambao hawajulikani walipo, lakini anathibitisha kuwa baadhi ya watu bado hawajapatikana. Aidha, Rainier ameeleza kuwa watu 2 kati ya waliopoteza maisha walifariki kutokana na majeraha ya risasi. Taarifa yake Martha Saranga. Rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Rais wa Marekani anaonyesha matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya kumaliza vita vya Gaza. Zaidi na Halima Nyanza. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuna nafasi ya kuwepo kwa mafanikio makubwa katika eneo la Mashariki ya Kati na kwamba viongozi wa Israeli na Jumuiya ya Kiarabu wamepokea vizuri mapendekezo yaliyofikiwa. Lakini hata hivyo, msemaji wa Hamas Walid Kilani ameiambia BBC kwamba mapendekezo hayo yalikuwa na lengo la kuupotosha ulimwengu juu ya mauaji yanayoendelea Gaza. Ameeleza kuwa Hamas ilikubali mpango uliopendekezwa na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff katikati ya mwezi wa 8, lakini Israel ilijibu kwa kushambulia makao makuu ya Hamas yaliyoko Qatar. Msemaji huyo wa Hamas amefahamisha kuwa juhudi zinazochukuliwa na Wapalestina kujadiliana na Israel kwa miongo kadhaa hazijawahi kuleta utulivu wala usalama kwa watu wa Palestina. The Palestinians have tried peace. Wapalestina wamejaribu kutafuta amani na adui huyu kwa zaidi ya miaka 33 ya mazungumzo. Majadiliano haya yasiyofaa hayajaweza kuleta usalama, utulivu wala amani kwa watu wa Palestina, na ndiyo sababu ya Wapalestina kunyimwa haki kwa kiwango kikubwa. Adui hataki kutupa taifa na hata nusu yake, na hata kutupa nchi moja ya ardhi yetu. Hili limethibitishwa katika hotuba ya Netanyahu. This is proven in Netanyahu's speeches. Katika hatua nyingine, tawi la kijeshi la Hamas limesema limepoteza mawasiliano na mateka 2 wa Israel baada ya jeshi la Israeli kufanya mashambulizi 2 katika mji wa Gaza. Kikosi hicho cha Al-Qassam kimedai kuwa kililiomba jeshi la Israeli kusitisha mashambulizi kwa saa 24 ili kuweza kuwahamisha mateka hao kutoka kwenye hatari. Vikosi vya Israeli vimeendelea kusonga mbele katika maeneo ya kati na magharibi mwa mji wa Gaza huku vikifanya mashambulizi makali. Ni Halima Nyanza. Wakati nchi nyingi za Afrika bado zinategemea kuagiza teknolojia za kisasa kutoka nje, Tanzania imeanzisha maabara yake ya kisasa inaitwa 3D Mechanical Lab. Ni maabara ya kwanza na ya kipekee ya maarifa ya mitambo ya kisasa ya kihandisi Tanzania inayolenga kufanya mapinduzi katika sekta 4: kilimo, viwanda, afya na madini. Kwenye maabara hii pamoja na vifaa vingine, maelfu ya vijana wanapewa ujuzi wa kutengeneza ndege isiyokuwa na rubani, yani robot, pamoja na vipuri vya viwandani. Mwandishi wetu Yusuf Mazimu alitembelea maabara hiyo huko jijini Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Ni ndani ya maabara 3D hapa chuo cha ufundi Arusha. Ubunifu unaendelea. Hapa wazo la ubunifu hubadilishwa na kuwa kitu halisi kupitia teknolojia ya 3D, kama ambavyo anaeleza mkufunzi Dickson Kongo. Maabara hii ambayo ni ya kipekee kwa Tanzania inaweza ikakupa products nzuri sana. Mfano robot ambaye anaweza akatumika kwenye viwanda, robot ambaye anaweza akatumika hospitalini, lakini pia kupitia maabara hii tunaweza tukatengeneza ndege ambayo haina rubani, lakini vile vile unaweza ukapata vipuri vya magari, vipuri vya pikipiki na bidhaa nyingine nyingi sana. Mazao mengi yamekuwa yakifanya umwagiliaji kwa njia ya kawaida au tunaita traditional, lakini siku hizi tumeona unaweza kutumia drone kumwagilia au kupiga dawa, ambao hii inaongeza ufanisi na size ya mashamba na maeneo mbalimbali ambao baadhi ya teknolojia hii imeshakuwa taken care, na maabara hii imekuwa ni kichocheo kikubwa kwenye area hiyo. Wanafunzi hapa wanajivunia. Ukiangalia huu mchoro ni kwamba pati zote, yani sehemu zote zimewezekana kupitia maabara hii. Simai Seko yeye katengeneza roboti la kuchomelea vyuma. Kila kitu kimekuwa
3D printed mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo maabara hii imesaidia kwa kiwango kikubwa katika ufanikishaji wa project hii. Na Mustafa Jige, kabuni ndege isiyo na rubani. Kwa sababu nimeona matatizo katika jamii yangu, mfano mafuriko, kufikia sehemu ambazo ni vigumu kufikiwa, lakini pia usafirishaji wa dawa maeneo ambayo ni vigumu kufikiwa kufanywa vijijini, lakini pia kutusaidia kwenye usalama wa wanyamapori. Maabara hii ya 3D ni huru kwa wanafunzi na hata ambao wamehitimu. Na tayari matunda ya maabara hii yameanza kuonekana. Maabara ya 3D ya ATC imenisaidia mimi na wenzangu kuanzisha kikundi cha ubunifu ambacho tunahusika na kutengeneza mashine za kilimo, kuwasaidia wajasiriamali na wafanyabiashara ambao wanahitaji kuona mawazo yao katika uhalisia. Serikali inasema maabara ya 3D inaweka msingi wa ubunifu kwa maendeleo ya sekta mbalimbali za uchumi. Masuala ya sayansi na teknolojia, tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage. Twenzetu. Asante sana Skola Kisanga. Tuanzie ligi kuu ya England ambako miongoni mwa matokeo ya kusisimua ni kwamba Arsenal imefanikiwa kupunguza pengo kati yake na vinara Liverpool na kubakia alama 2 baada ya kuichapa Newcastle United 2-1. Magoli ya Arsenal yalipatikana katika dakika 13 za mwisho wa mchezo, hivyo kumaliza mfululizo wa vipigo vitatu mfululizo katika uwanja wa St James Park. The Gunners walinufaika na kipigo cha Liverpool cha 2-1 mbele ya Crystal Palace hapo Jumamosi ambacho ni cha kwanza msimu huu. Huko Hispania katika ligi kuu ya nchi hiyo maarufu La Liga, Barcelona ilikuwa ya kileleni mwa msimamo kwa tofauti ya alama 1 dhidi ya mahasimu wao wakuu Real Madrid baada ya kupindua meza na kuichapa Real Sociedad 2-1. Miamba hiyo ilitumia vema kichapo kikali cha magoli 5-2 walichopata Real Madrid kutoka kwa Atletico Madrid mapema Jumamosi. Na katika Serie A nchini Italia, AC Milan mabingwa watetezi walichapwa, Napoli walichapwa na AC Milan. AC Milan inaongoza ligi hiyo kwa sasa kwa tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa, wakiwa na alama 12 sawa na Napoli na AC Roma. Kwa upande wa mbio za baiskeli za dunia huko Rwanda, Tadej Pogacar, raia wa Slovenia, ameshinda mbio hizo kwa upande wa wanaume kwa mwaka wa pili mfululizo, huku akiwaacha mbali washindani wake. Pogacar mwenye umri wa miaka 27 ambaye ni mshindi mara 4 wa mashindano ya kimataifa ya baiskeli maarufu Tour de France alinyakua ushindi huo kwa tofauti ya dakika 1 na sekunde 28 mbele ya Remco Evenepoel, raia wa Ubelgiji, aliyemaliza wa pili. Ben Hill, raia wa Jamhuri ya Ireland, alimaliza wa tatu. Mbio hizo ni za umbali wa kilomita 267.5. Tumalizie na cricket ambapo India imefanikiwa kutetea ubingwa wake wa kombe la Asia baada ya kuwachapa majirani zake Pakistani kwa wicket 5 katika mchezo wa fainali wa kusisimua uliokumbwa na mashinikizo ya nje ya uwanja kutokana na uhasama baina ya mataifa hayo ambao ulifanyika katika kiwanja cha kimataifa cha cricket huko Dubai. Hii ilikuwa mara ya 3 kwa India na Pakistan kukutana katika fainali ya mashindano hayo, na India kunyakua ubingwa wao wa 9. Kwa mara nyingine wachezaji wa pande hizo mbili hawakupeana mikono kama ilivyokuwa katika fainali 2 za awali. Hizo ndio dondoo za michezo asubuhi hii kwako Skola Kisanga. Unajua umenifurahisha, unasema eti wamenufaika na kipigo kweli, ila watu wa michezo bwana wanatumia nafasi hiyo, wanatumia nafasi akichapa wewe unatumia nafasi hiyo. Naam, shukran.